Katika hatua inayotajwa kuwa na uzito mkubwa katika siasa za kimataifa, mataifa ya Urusi na China yamesaini adhimio maalum lenye lengo la kuhimiza kuanzishwa kwa dunia yenye ushawishi wa mataifa mengi badala ya mfumo ambao nguvu na maamuzi ya kimataifa yanatawaliwa na taifa moja pekee. Makubaliano hayo yamekuja baada ya mazungumzo kati ya rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin, viongozi ambao wameendelea kuweza kuonesha ukaribu mkubwa sana kisiasa na kiuchumi katika miaka ya hivi karibuni. Akizungumza baada ya kikao, Xi Jinping amesema mazungumzo yake na Putin yalikuwa na mambo mengi sana, lakini yakiwa kirafiki zaidi yenye kuelewana na yaliyozaa matokeo chanya kwa upande zote mbili, kauli ambayo imeonekana kuonyesha namna mataifa hayo mawili yanavyoendelea kuimarisha ushirikiano wao, huku yakitumia nafasi hiyo kutuma ujumbe mzito kwa dunia kuhusu mustakabali wa mfumo wa kimataifa. Xi ameonyesha pia namna ambavyo kile alichokiita ni tishio la kurejea kwa ulimwengu wa ubabe wa taifa moja, akieleza kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha usawa na utulivu wa kimataifa, kauli ambayo imechukuliwa na wachambuzi wengi kama ujumbe ambao unalenga kuikosoa Marekani na ushawishi wake mkubwa katika siasa za kidunia. Na katika msimamo wao pia wa pamoja, Moscow na Beijing pia zimeahidi kuendelea kutetea mamlaka na nafasi ya Umoja wa Mataifa katika masuala ya kimataifa, huku zikisisitiza kupinga aina zote za ubabe na shinikizo la kisiasa kutoka kwa mataifa ambayo yana nguvu, mfano Marekani. Lakini pia Xi Jinping amesema kwamba China na Urusi zinapaswa kuendelea kusaidiana katika masuala yanayogusa maslahi yao ya msingi, ikiwemo usalama, uchumi na siasa za kimataifa, huku akienda mbali zaidi na kusema kwamba ushirikiano wa kimataifa unapaswa kuwa nguzo muhimu ya kimkakati kwa kila pande katika kipindi hiki ambacho kuna mabadiliko makubwa sana duniani. Lakini makubaliano hayo pia yameendelea kuzua mjadala mkubwa sana duniani, huku baadhi ya wachambuzi wakieleza kuwa yanaashiria kuimarika kwa muungano mpya wa kisiasa unaoweza kubadili mizani ya nguvu katika uwanja wa kimataifa kwa miaka ijayo. Utakumbuka kwa kipindi cha hivi karibuni na hali namna ambavyo ilivyo ni ule mvutano ambao umekuwa ukiendelea kati ya Marekani, Iran pamoja na Israel, kitu ambacho watu wengi zaidi wamedai kwamba Marekani inaendeleza ubabe wake wa kutaka kutawala nchi nyingi duniani, kitu ambacho hakikubaliki, na Iran pia imekuwa kipinga kutokana na kitendo hicho ambacho Marekani imekuwa ikikifanya, huku wachambuzi mbalimbali wakisema kwamba Marekani anaendeleza ubabe wa kuzitawala nchi nyingi duniani, akiamini kwamba yeye ndio namba moja kuliko nchi nyingine yoyote ile. Haya, mtazamo wako ni upi kutokana na maadhimio ambayo Urusi na China zimeingia? Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube inasomeka Dodoma TV kwa taarifa zaidi na update mbalimbali.